Nakushukuru sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kama unavyofahamu, kiwanja cha ndege cha mkoa wa Njombe ni muhimu kimkakati, hususani kwenye kukuza uchumi katika usafiri wa anga, kijamii, kiuchumi na kibiashara, ikiwemo biashara ya mazao misitu, mboga, matunda, yani maparachichi, ambayo yote huzalishwa na kusafishwa nje ya nchi. Aidha, kufuatia uboreshaji wa shirika la ndege ATCL uliopelekea manunuzi ya ndege kubwa ya mizigo aina ya Boeing 767-300F, serikali kupitia mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA kwa kushirikiana na mkoa wa Njombe imekamilisha uchambuzi wa eneo jipya la TANWAT kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja kipya cha ndege, na sasa serikali inaendelea na taratibu za utoaji wa ardhi. Mheshimiwa Naibu Spika, hivi sasa serikali imeidhinisha taarifa za awali za upembuzi yakinifu na usanifu wa kina ambao kiasi cha shilingi milioni 804 zimetengwa kwa mwaka wa fedha 2024/25, huku mtaalamu elekezi akiendelea na utayarishaji wa rasimu ya mwisho ya nyaraka zitakazotumika kwa ajili ya ununuzi wa mkandarasi atakayetekeleza mkataba wa ujenzi. Mara baada ya kazi hii kukamilika, ujenzi utaanza kulingana na upatikanaji wa fedha. Kwa mwaka wa fedha 2025/26, serikali inatarajia kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya kiwanja hicho. Mheshimiwa Manyika. Mheshimiwa Naibu Spika, awali yote nashukuru sana kwa hatua iliyofikiwa na maelezo ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri ameyatoa. Na kwa namna pekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu hii ilikuwa ni ahadi aliyoitoa kwa wananjombe alipotembelea mwaka 2021. Lakini na swali moja nyongeza. Kwa vile mji wa Njombe unakuwa kwa haraka na sasa mapendekezo ya kuwa manispaa yanangojea maamuzi ya serikali, na kwa vile pressure ya ardhi katika mji wa Njombe ni kubwa sana, eneo hilo liko katikati kabisa ya mji. Je, serikali inaweza kufikiria kulirudisha eneo hilo kwa halmashauri yetu ya mji ili tuweze sasa kufanya matumizi mengine ambayo muhimu sana kwa shughuli za kijamii? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Deo Manyika kwa ufuatiliaji wake wa karibu wa uwanja wa ndege wa Njombe ambao kama nilivyoeleza ni muhimu sana kwa maslahi ya mkoa huo na maeneo kwa ujumla nyanda za juu kusini. Lakini pili, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi, Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, nipokee shukrani alizozitoa kwa serikali ya awamu ya 6 ambayo inaahidi na kutekeleza. Hoja yake ya mwisho amezungumzia kuhusiana na kuomba eneo hilo ambapo tutakapohamisha uwanja, je, kama lingeweza kutumika kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa Njombe. Mwaka jana, Mheshimiwa Naibu Spika, bunge lako tukufu limepitisha sheria namba 108/2024 ambayo pamoja na mambo mengine imetoa mwongozo wa namna ya kufanya uendelezaji wa rasilimali za viwanja vya ndege nchini. Hivyo, mara baada tutakapokamilisha uhamishaji wa kiwanja hicho, mamlaka ya viwanja vya ndege itaweka mfumo mzuri wa kukaribisha wawekezaji wa ndani na wa nje, ikiwemo wananchi mmoja pamoja na halmashauri. Hivyo, nitamuomba naye Mheshimiwa Manyika pamoja na halmashauri muda ukifika basi waweze kuchangamkia fursa hiyo ili kuendeleza eneo hilo kwa maslahi ya wananchi na nchi yetu. Mheshimiwa Kikoyo, Dr. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa fursa kuuliza swali la nyongeza. Uwanja wa ndege wa Bukoba unaweza ukakomodate ndege ndogo, lakini tuna abiria wengi sana. Ni lini sasa serikali itajenga uwanja mkubwa na wa kisasa wa Bukoba, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bukoba? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu mkubwa wa mkoa wa Kagera kuwa na uwanja mkubwa ambao utaweza kuendana na mahitaji ya sasa. Awali tulipanga kufanya maboresho katika uwanja ule uliopo, ikiwa ni pamoja na kujenga jengo la kuongozea ndege pamoja na kuweka taa. Lakini baada ya kubaini umuhimu mkubwa, serikali imeanza mchakato wa kutafuta eneo lingine na tayari eneo limeshapatikana. Tumeanza taratibu za awali ili kujenga uwanja mkubwa ambao utakuwa ni wa kisasa na utaweza kusaidia shughuli mbalimbali za mkoa wa Kagera kwa maana na wilaya zake. Mheshimiwa Bulaya. Nashukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi nami niulize swali dogo la nyongeza. Uwanja wa ndege wa Msoma umekuwa ukipewa ahadi kwa muda mrefu
kukamilika kwa kiwango cha lami. Na kama mnavyojua, mkoa wa Mara ni mkoa ambao umeshiriki katika harakati za nchi hii anakotokea baba wa taifa. Ili kumuenzi, ni lini mtakamilisha uwanja wa ndege wa Msoma kwa kiwango cha lami? Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu mkubwa wa uwanja wa ndege wa Msoma, sio tu kama alivyozungumza Mheshimiwa mbunge kwa maana ya kama kumwenzi baba wa taifa, lakini pia huko ndiko kuna utalii kwa wingi, lakini shughuli za madini pamoja na shughuli za uvuvi. Hivyo basi nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tunaendelea na mchakato wa kukamilisha taratibu za ndani kwa maana ya kuwalipa wakandarasi ili ujenzi huo sasa uweze kuendelea, na kuhakikishia kwamba utakamilika na utakwenda kunufaisha wananchi wa mkoa huo.